Katika hotuba yetu ya leo nataka tutazame falsafa ya utekelezaji wa nguzo za Uislamu katika dhana ya kuleta umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu. Utekelezaji wa nguzo za Uislamu, nguzo tano za Uislamu, katika dhana ya kujenga na kudumu katika umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupitia katika hadithi mbalimbali ameonyesha nguzo za Uislamu ziko tano. Na nguzo ya kwanza ni kutamka shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Na nguzo ya pili ni kusimamisha ibada ya sala. Nguzo ya tatu ni kutoa zaka, na nguzo ya nne ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ndio tumeumaliza, na nguzo ya tano ni kufanya ibada ya haji kwa kila mwenye uwezo wa kwenda na kurudi. Ndugu zangu katika imani, watu wengi katika Waislamu wanatekeleza nguzo hizi, lakini pana mapungufu makubwa na mapengo yaliyotarajiwa kupitia nguzo hizi, na moja katika mapengo yanayodhihiri ni uimarishaji wa umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu. Nataka tuungane mimi na nyinyi kwa pamoja, tuzifanyie utafiti mfupi usiohitaji matumizi makubwa ya kiakili katika kuonesha uhusiano uliopo katika utekelezaji wa nguzo hizi tano za Uislamu na ujenzi wa nguvu ya umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu kama nguvu muhimu sana katika mapambano dhidi ya adui. Ndugu zangu katika imani, kama tutaungana pamoja, ni kwamba nguzo zote hizi ambazo tumezitaja zinalenga kudhoofisha ubinafsi na mitafaruku miongoni mwa Waislamu na kuhimiza kudumu katika umoja na mshikamano. Tukianza katika sehemu ya kwanza, shahada mbili. Sote tunakubaliana kwa pamoja kwamba mtu hawezi kukaa chumbani mwake akatamka shahada na ikatosha, bali lazima adhihiri kwa umma, watu washiriki kuthibitisha kwamba mtu huyu ameungana pamoja na Waislamu. Na ndio maana anaweza hata kama hatutamkishwa na shahada, lakini bado anakuja kuthibitishwa katika umma wa Kiislamu kwamba mtu huyu sasa ni mwenzetu. Na maana ya shahada hizi mbili mbele ya watu ama mbele ya umma ni kutangazia umma kwamba sasa nilikuwa ni adui yenu, lakini sasa nimetoka kwenye kambi pinzani na sasa nitakuwa miongoni mwenu. Kwa lugha nyingine ni kwamba niko tayari kuratibiwa, nikapangwa katika safu ya kuletea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ushindi. Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safa ka'annahum bunyanun marsus. Allah anapenda watu ambao wanaipigania dini yake ya Uislamu wakiwa wamepangana safu. Kwa hiyo anapotoka mtu katika kambi pinzani akaja akajiunga na kambi yenu, yatosha kutangaza rasmi kwamba mimi niko pamoja na nyinyi, kwa hiyo mnipange safu, nijue sehemu ya kushika, nicheze kipande changu ili dini yangu, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iweze kusonga mbele. Kwa hiyo inatosha kuona kwamba suala la shahada si suala la mtu binafsi, na hata hivyo yale yanayoambatana na shahada hizi mbili mtu hawezi kuyatekeleza kama hakuwa katika umoja na mshikamano. Kwa hiyo inatosha kuona nguzo hii ya kwanza mtu binafsi hawezi kuitekeleza mpaka awe katika umoja na mshikamano. Lakini mahimizo ya swala za jamaa katika Uislamu, ukisoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallama zinazohimiza katika utekelezaji wa ibada ya swala za jamaa, inatosha kabisa kwamba mtu angeweza kuswali mwenyewe kwa namna yote, lakini bado haitoshi. Swala zote zimehimizwa kwa sehemu kubwa kuswaliwa, hasa katika swala za fardhi ama katika swala za wajibati kama hizi ambazo zinatokea za sunna. Lakini katika sunna kubwa, kwa maana kama swala ya Eid, unaona wazi ni katika mahimizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haiwezi kuswaliwa mtu mwenyewe chumbani, lazima iende katika mjumuiko, na ikawa ni sunna pia kuiswalia katika maeneo ya wazi ambayo itaruhusu kila Muislamu
hata wale wamama ambao wanakuwa katika ada zao bado wanatakiwa kuja katika swala za Eid ili waweze kupata hutuba ya Eid. Hii yote ni kusisitiza kwamba suala la ibada ya swala si suala tu la yale maneno na matendo ambayo mtu anayafanya, lakini yale mahimizo ya kusali sala katika jamaa. Pana uhusiano mkubwa kabisa wa kuonesha umoja, dhana ya umoja na mshikamano katika jamii. Hadithi mbalimbali ambazo zinahimiza na kuonesha malipo yanavyokuwa makubwa kadiri mtu atakavyosali katika jamaa kuliko katika ngazi ya mtu binafsi ni ishara tosha kabisa kwamba nguzo hii ya Uislamu inahimiza suala la umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu na kudhoofisha ubinafsi na mitafaruku mingi inayojitokeza katika makundi ya Waislamu. Lakini pia kutekeleza nguzo ya zaka na pengine sadaka katika malengo makubwa ya sehemu hii ya nguzo hii ni pamoja na kuvunja misingi ya ubinafsi na kuimarisha nguvu ya umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu, kwa kila aliye na ziada kumjali mwenzie ili muweze kwenda pamoja. Na wakati mwingine nafika sehemu kwamba kuna mwenzetu anaweza kufanya jambo fulani kwa mazingira yenu, kila msemo huyu anaweza kutuwakilisha katika jambo hili, jamii ya Waislamu inatakiwa ishughulike naye. Katika utoaji wa zaka kwa sehemu kubwa inalenga kupunguza yale matabaka ambayo yanatokea miongoni mwa Waislamu. Kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, laisa almu'min alladhi yashba wajahu ja'i, si muumini wa kweli yule ambaye atashiba na jirani yake akawa analala njaa, mbali na ujirani wa jumla. Lakini sehemu ya kwanza iliyokusudiwa ni jirani ambaye ni Muislamu, mtu ambaye anaswali naye msikitini, wamewekeana mguu kwa mguu, kwamba ukiwa unazingatia mafundisho ya Uislamu hauwezi kula wewe alafu Muislamu uliyeswali naye yeye akalala njaa na nafsi yako ikatulia. Alal asaf, ni kwa masikitiko tu makubwa kwamba utekelezaji wetu wa ibada hizi za zaka na sala kwa sehemu kubwa haina uhusiano mkubwa na uimarishaji wa umoja na mshikamano katika maisha ya utendaji wa kila siku. Lakini kwa madhumuni ya Uislamu imekusudia kuondoa misingi ile ya ubinafsi pamoja na kuibua mitafaruku miongoni mwa jamii za Waislamu. Chukulia kwa mfano zakatul fitri. Chukulia zakatul fitri ni zaka, lakini moja ya makusudio zakatul fitri, watu wamekuwa wakihangaika tangu juzi jana, wanahangaika kuhakikisha kwamba hawakamilishi funga yao, isipokuwa kila mmoja anatoa ile zakatul alfitri. Ile ni zaka, lakini lengo na madhumuni ni kwamba watu wasije kwenda kusherehekea sikukuu za Eid, alafu kuna Waislamu wako wanasononeka, hawajui wanaiendeshaje hiyo Eid. Inatosha kabisa kuona nguzo ya zaka nayo inahimiza umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu. Lakini ukija katika nguzo ya saumu, kwanza ni nguzo inayotekelezeka kidunia, ni nguzo ambayo inatekelezeka kidunia. Dunia nzima inakaa na kufikiria na kutazama mwezi, na baada ya pale watu wanaingia katika ibada ya funga. Ikhtilafu ndogo iliyojitokeza katika hizi siku za hivi karibuni ni ikhtilafu imeibuka, walillahi alhamdu, Allah ndiye mjuzi zaidi, lakini bado hawawezi kutofautiana watu zaidi ya siku 2-3. Almuhimu ni kwamba karibu dunia nzima inatekeleza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa upamoja, na mahimizo yanayopatikana pia ndani ya utekelezaji wa nguzo hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani yanaonesha wazi hayana nafasi ya kutoa gepu baina ya Muislamu na Muislamu katika masala ya kutazamana hali, lakini pia katika masala ya kila mmoja kumchukulia Muislamu ni ndugu yake, almuslim akhu almuslim. Yale mafundisho yote ya Uislamu katika maamiliano na Muislamu wenzie yanadhihiri wazi kabisa katika kutekeleza funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa mfano, tumeona watu wanavyohangaika kufuturishana. Yale mazingira maana yake ni kwamba, na bahati nzuri wakati wa kufuturishana hakuna hata mtu mmoja anamuuliza wewe dhehebu gani? Wewe dhehebu gani ili nikupe tende? Wewe dhehebu gani ili nikufuturishe? Kwa mfano, katika kituo chetu hapa tulikuwa na utaratibu wa kufuturisha mwezi mzima, walilahi alhamdu.
lakini hakuna mtu aliyeingia hapa katika kufuturu anauliza wewe dhehebu gani. Watu kwa namna yao yote ya pamoja, watu wamefuturu pamoja na wamemaliza pamoja, na waliokuwa wamekaa kwenye sahani moja hakuna hata mtu mmoja alikuwa anamuuliza wewe dhehebu ipi, lakini wote wamekaa pamoja wanakula kwa pamoja. Ni ishara tosha kabisa kwamba saumu pia inasisitiza dhana ya umoja na mshikamano na kuondokana na ubinafsi na mitafaruku ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inayojitokeza. Na mfano mwingine ni zakatul fitr ambao nimekwisha ueleza katika upande wa zaka. Lakini ukija katika ibada ya hija, nayo ni ibada ya kidunia. Mtu hawezi kutengeneza ibada yake ya hija. وأذن في الناس بالحج يأتيك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Allah subhanahu wa ta'ala alimwamuru Ibrahimu alayhi salam awalinganie watu dunia nzima waende wakatekeleze ibada ya hija. Na watu wakifika katika ibada ya hija, unaona Waislamu namna walipo pale, hakuna mtu anayefika akaulizwa wewe ni dhehebu ipi ili uweze kutekeleza ibada ya hija, bali watu wote kwa namna yao, kwa pamoja, kwa makabila, kwa rangi, kwa mataifa na kwa madhehebu mbalimbali, wote wanapatikana katika sehemu ya Makka wakiwa watekeleza ibada ya hija. Wala hakuna mtu anayezuiliwa kutekeleza ibada ya hija kwa sababu ya dhehebu. Hii ni ishara ya wazi kwamba ibada yenyewe peke yake inafanya hamasa ya kuhamasisha Waislamu wawe ni kitu kimoja. Lakini mafundisho yaliyomo pia katika utekelezaji wa ibada ya hija nayo yanahimiza pakubwa. Kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala asema al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hija inafanyika katika miezi maalum inayojulikana. Atakayetia nia ya kwenda kutekeleza ibada ya hija asiwe na maneno machafu, asiwe na matendo machafu, lakini asipende mabishano yasiyokuwa ya lazima, yasiyokuwa na umuhimu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema anamdhamini pepo yule mtu ambaye atajiepusha na mijadala isiyokuwa na muhimu, hata kama anayo haki, lakini akaamua kuiachilia haki yake kwa sababu ya kuchelea kuleta bughudha na uadui miongoni mwa makundi ya Waislamu. Kwa hiyo yatosha kabisa kuonesha ibada ya hija nayo inasisitiza swala la umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu. Alal asaf, kwa sehemu kubwa watekelezaji wa ibada hii wana mitafaruku mikubwa ambayo inasababisha kushindwa kutekeleza Uislamu kwa nguvu ya pamoja. Na kwa utafiti huu mfupi ambao hauhitaji matumizi makubwa ya kiakili, yatosha kila mmoja kunielewa kwamba nguzo za Uislamu zinasisitiza swala la umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu, na unadhoofisha viashiria vyote vinavyoweza kuleta ubinafsi na mitafaruku ya kijamii, hasa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni kwa msingi huu Allah subhanahu wa ta'ala anatuita akisema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Na kwa hakika umma wenu, walikuwa wanaambiwa mitume, ukirudi aya nyuma inasema ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum, enyi mitume kuleni katika vilivyo vizuri, wa'malu salihan, na mfanye vitendo vizuri. Kisha Allah akasema wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, na kwa hakika umma wenu huu ni umma mmoja, wa ana rabbukum fa'budun, ni kwa nguvu yenu ya pamoja mnatakiwa nyinyi, wa ana rabbukum fattaqun, ni kwa nguvu yenu ya pamoja mtaweza kuniogopa, mtaweza kunicha, mtaweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini asema Allah fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun. Bahati mbaya umma zote ziliamua, katika umma zote waliigawa dini yao, waligawa jambo lao, nao ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amru hiya din, hapa inapatikana amru, inakuwa ni dini, inakusudiwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun. Kwa bahati mbaya
wameigawa dini yao wakaifanya ni vikundi kundi, alafu kila kikundi kinajifaharisha kwa yale kinayoyashikilia. ayasabuna annama numiduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun ay fadharuhum fi ghamratihim hatta hin. Allah asema waache waendelee na mghafala huo wa kushikilia vijikundi kundi na wakajifaharisha kwavyo mpaka muda wao ufike. ayasabuna annama numiduhum bihi min mali wa banin, wao wanadhani kwamba tunapowapa mali na watoto nusari'u lahum fil khairat, kwamba tunawatangulizia katika mambo ya kheri. Bal la yash'urun, hawajui tu. Bal la yash'urun, watakuwa hawajui tu. Katika mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba umma zote zilizopita zilihimizwa juu ya swala la kuimarisha umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu, lakini katika umma zote pia kulipatikana watu wa kushika misingi hiyo wakaupeleka Uislamu mbele, lakini walipatikana watu wa kuigawa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kila umma, na kila watu wakawa na vijikundi walivyoshikilia, wakawa wanajifaharisha kwa vikundi hivyo. Na sisi ni sehemu katika umma ambazo zinaelezwa katika aya hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja anaweza kujitazama leo, kila mmoja anaweza kuwa na sehemu yake, isipokuwa wachache, lakini sehemu kubwa kuna watu wameshika vijisehemu, wameigawa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja akashika kisehemu chake, anajifaharisha kwamba yeye ndio yuko sahihi kuliko wengine na yuko tayari kuwatia wengine wote motoni isipokuwa kundi lake. Haya ni makosa makubwa waliyofanya umma zilizopita wakafeli, na hii pia itaendelea kuwa ni sababu ya watu kufeli katika umma wa Kiislamu kwa sababu ya kuigawa nguvu ya umma, nguvu ya Uislamu. Na neema tulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa upande mwingine Allah anaonyesha wala hazitokuwa na maana kama hazitokuwa na msaada, hazikupangwa. Kama mtu amejaliwa mali, amejaliwa na watoto, lakini vikawa havina msaada wowote katika Uislamu, basi hivi vitakuwa havina maana katika maisha ya kila siku, wala havitokuwa na manufaa katika maisha ya akhera. Na kwamba vipawa hivi tulivyopewa na zana tulizopewa kama mali na watoto ni sehemu muhimu sana ya kuipanga safu katika kupigania Uislamu bila kuleta mtafaruku na ubinafsi katika jamii. Allah subhanahu wa ta'ala amefanya umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu kuwa ni msingi mkubwa wa mafanikio ya kundi lolote katika wanadamu. Duniani tuko makundi mawili, faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Makundi haya mawili, alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut. Kuna makundi mawili ambayo Allah ameyabainisha. Kuna kundi la waliokufuru na kuna kundi la walioamini. Wale walioamini mara zote wanafanya jitihada Uislamu usonge mbele. Wale waliokufuru wanafanya jitihada ukafiri uendelee kusonga mbele. Kisha Allah akasema faqatilu awliyaa shaytan inna kaida shaytani kana dhaifa. Nyinyi kwa pamoja, kwa nguvu yenu ya pamoja, pambaneni na vitimbi vya shaytani. Hakika ya shaytani, vitimbi vya shaytani huwa ni vidhaifu kabisa kama mtatekeleza misingi ya kupigania Uislamu. Na katika kufanya msingi huu kwa ndio msingi mkubwa, sura 8 aya 73 Allah subhanahu wa ta'ala asema walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Na wale waliokufuru wao kwa wao ni marafiki, wameshikana barabara. Nyinyi msipowaiga mkachukua mbinu hiyo, itaibuka fitna kubwa katika hii ardhi na ufisadi uliopea. Ukienda katika sura ya 9 aya 71 Allah subhanahu wa ta'ala asema kwa kanuni hiyo hiyo, walmu'minina walmu'minat walmu'minuna walmu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah wallahu azizun hakim. Na waumini wa kiume na waumini wa kike
wao wanatarajiwa kuwa marafiki wao kwa wao. Kwa upamoja wao wataweza kuamrisha mema, watakataza mabaya, wataweza kusimamisha ibada ya sala, wataweza kutoa zaka. Lakini wataweza kwa pamoja wamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na wakiwa hivyo, ulaika sayarhamuhumullah, hao ndio ambao Mwenyezi Mungu anaweza kuwateremshia rehema yake. Hao ndio ambao Mwenyezi Mungu anaweza kuteremsha rehema yake. Wallahu azizun hakim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, lakini pia ni hakim bora kabisa, au mwenye hekima. Ukirejea katika aya hizi, Allah anautaja msingi wa umoja na mshikamano unakuwa ni msingi miongoni mwa misingi mikubwa ya mafanikio katika kundi lolote, kwamba wale waliokufuru wakiungana pamoja, halafu ikatokea upande wa Waislamu wakaparaganyika, ni lazima nguvu ya makafiri itakushindeni. Lakini ikitokea nyote mmeungana, kwa maana makafiri wameungana kivyao, lakini na umma wa Kiislamu nao ukaungana, usiwe na mparaganyiko, hapa Mwenyezi Mungu ataleta rehema yake katika kundi la Waislamu, na kile kitendo cha ile Allah sema inna kaida shetani kana dhaifa itaonekana wazi. Mtapata ushindi kwa sababu nyinyi ni kundi la Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mkivunja kanuni ya umoja na mshikamano, halafu adui yenu akashika kanuni hiyo, lazima atakushindeni. Kitu kikubwa cha kupigia mstari katika aya hii, ulaika sayarhamuhumullah walmu'minuna walmu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Na Waislamu wanaume na wanawake wanapoungana kwa pamoja kwa kazi hizi, moja, kuamrisha mema, kukataza mabaya, kusimamisha sala, kutoa zaka, kumtii Mwenyezi Mungu na mtume, watakaoshikamana pamoja kwa mambo haya, hao ndio Mwenyezi Mungu atawaletea rehema yake. Kinyume chake, wale ambao watagawanyika wakashindwa kutekeleza mambo haya matano yaliyoainishwa, hao Mwenyezi Mungu hawezi kuwarehemu, hawezi kuwapa rehema yake. Kwa mantiki hiyo, masaibu yanayowakuta Waislamu kuanzia ngazi ya Muislamu mmoja mmoja mpaka ngazi ya kimataifa yanatokana na uvunjifu wa nguvu imara aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala ya umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu. Ndugu zangu katika imani, katika dunia tunayoishi leo, tunaweza kuzungumza mapigano yaliyopo baina ya Iran na Marekani na Muisraeli na washirika wake. Katika jambo hili peke yake, ukipita katika mitandao na mijadala ya Waislamu, unaweza kuona namna watu wanavyoweza kuwa wepesi wa kukufurisha na kuwatia watu motoni na kuona hawana maana kwa sababu tu ya ushia. Lakini bahati nzuri, kama mmepata nafasi ya kumsikiliza Ayatollah Khamenei, Mwenyezi Mungu amrehemu, amsamehe katika sehemu ya makosa yake, katika hutuba yake ya mwisho alitoa hutuba kana kwamba alikuwa anaaga, na aya za mwisho alizozisoma akimalizia alisoma suratul Nasr, ambayo ilikuwa ni sura ya mwisho pia kumshukia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada ya kutia msisitizo mkubwa katika mambo makubwa aliyasema, asema adui wa Irani ndiyo adui wa Afghanistan, ndiyo adui wa Falastini, adui wa huyu Shia ndiye adui pia wa Sunni, ndiye adui pia wa huyu. Adui yenu ni mmoja. Kama Waislamu wataungana pamoja kumshambulia adui, watafanikiwa. Lakini ikiwa ni kinyume chake, wakaingia katika mtego wa kugawanywa kwa namna tofauti kwa sababu za kimadhehebu, inaweza kuwatumbukiza watu katika fitna kubwa na uadui mkubwa na Uislamu kadhoofu. Kisha mwisho akamaliza akisema idha jaa nasrullah wal fath, azif kama vile kuna kitu anakiona mbele. Idha jaa nasrullah wal fath, itakapokuja nusra ya Allah na ushindi,
wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja, mkawaona watu wanaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh, basi msabihi Mwenyezi Mungu na umtukuze na uombe msamaha. Innahu kana tawwaba. Kuna mtu mmoja ambaye napenda mara nyingi kuangalia status zake. Mara nyingi akikutana na hizi aya pale chini anaweka comment, anasema tunaambiwa wana Qur'ani yao. Mbona Qur'ani inayosomwa ni ile ile? Yani Qur'ani inayosomwa ni ile ile. Sitaki kwenda katika undani kabisa wa kusema mashia wana namna gani, lakini kila mmoja, hata katika sisi tuliokaa hapa, kila mmoja ana shida yake katika zile ikhtilafu za namna tofauti. Kila mmoja anaweza kuwa na namna yake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard. Kama Mwenyezi Mungu asingeweza kuwazuia watu kufanya ufisadi katika ardhi kupitia katika watu wenzao, hii dunia ingefisidika. Sisi sote tunashuhudia namna ambavyo wa Palestina wamepata wakati mgumu katika kipindi kirefu. Ni msaada gani ambao mimi na wewe tunakaa kumjadili Shia kama mtu asiyefaa, mtu wa motoni? Tumetoa mchango kwa kiasi gani? Hata katika kiwango cha mtu binafsi cha dua. Lakini katika kaliba ile ile ya Mwenyezi Mungu kumpa mtu nguvu aweze kuwashtua, Allah amempa Muirani, akampiga Muisraeli kwa siku 12, wakaomba po. Lakini bado baada ya pale wakahisi kwa namna ambavyo wamejitengeneza wanaweza kumudu. Bado ni jeshi la mtu mmoja, lakini linafanya kazi ambayo dunia ambazo leo zinaweza kuwa zinajiita za Kiislamu na kumtia huyu katika ukafiri na motoni, hakuna mchango wote. Badala yake ndizo zinazomuita adui na kumpa nafasi ya kujiimarisha kingome. Kwa hiyo alichofanya yeye kama Muirani, anaonesha wazi kwamba yeye anachoshughulika kupambana nacho ni suala la kushughulika na Uislamu. Hayo mengine kama yapo, sisi tunatakiwa tuhukumu ya nje, kwa sababu ya ndani hakuna mtu anayejua. Hata hapa tulipokaa, kuna mtu anaweza kuwa anatofautiana na mwenzake kwa sababu ya kidole tu kutikisa. Umekaa na mwenzako, huyu anatikisa kidole, huyu hatikisi. Wewe unatamani ukishika ukitikise, na wakati unatikisa na yeye huyu naye anaumia, anatamani akishika akizuia kisikike. Tunasali huko, lakini Allah ameleta kanuni, anasema wala tanaza'u fatafshalu watadhhaba rihukum wasbiru, msigombane mkazozana mkaharibu nguvu yenu ya ushindi, nao ni nguvu ya pamoja. Mtashindwa kabisa, mtaanguka. Watadhhaba rihukum wasbiru, badala yake stahimilianeni. Kama ambavyo unaweza kumstahimili mtu anayetikisa kidole, naye anavyokustahimili wewe usiyetikisa, ndivyo ambavyo pia tofauti zinaweza kuwa nyingi. Ukisoma katika historia ya Uislamu, kwani unapofika pala pa kuona masahaba wanashikiana panga, wanapigana, tena maiti zinaanguka kwa zaidi ya siku 7, hata muda wa kuzikana hujatokea, si katika ikhtilafu tu. Na wakati wote tunazungumza katika wanaohusika katika vita hiyo, wengine washabashiriwa pepo. Ni katika mambo ambayo yanaweza kutokea, ni ya kawaida. Hakimu bora zaidi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala katika sisi hakuna mtu wa kumhukumu binadamu aliyetamka shahada ukasema unamtia katika ukafiri. Hata kama kutakuwa na wanachuoni wasema hivi na vile, ni katika ijtihad, lakini bado haitaki kufika pahala. Kama mtu anaonesha dalili ya wazi ya kutia nguvu Uislamu, ni lazima aungwe mkono. Vinginevyo itakuwa ni matatizo makubwa, na mtaendelea kugawanywa kwa namna tofauti, hali ya kuwa nguvu yenu inaharibika na Uislamu unazidi kudhoofu. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa na uoni mzuri na uwezo wa kulinda heshima na nguvu ya umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu. Ndugu zangu katika imani, tufurahie Idi yetu tukiwa tunatafakari juu ya uwezo wa kurejesha nguvu ya umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu. Nafikiria kwa mfano kama umma wa Kiislamu tulivyoswali hivi kwa pamoja, tungekuwa na umoja na mshikamano, ni mangapi tungeweza kuyafanya? Tungeweza kufanya mangapi? Lakini kwa masikitiko makubwa, kuna mtu anaweza kuja kuswali hapa kwa sababu ni jirani,
amekuja ni sehemu ya jirani tu, amekuja kuswali, lakini anaweza kusema kwamba mimi mchango wangu siwezi kutoa katika ule msikiti kwa sababu ule msikiti una shida 1 2 3. Yaani kama tungeungana kwa pamoja kama tulivyo hapa, sisi tunashindwaje? Hapa tunazungumza eneo moja tu la msikiti wa Thaqib ambapo kumejaa mpaka barabarani, lakini tungeweza kuungana kwa pamoja. Tuchukulie msikiti mmoja tu kwa leo hii, tungeweza kuungana kwa pamoja. Tunashindwaje kuwa hata na zahanati ya wilaya, hata na zahanati ya mtaa hatuna? Tunashindwaje kama umma wa Kiislamu? Lakini tumefanya sehemu ya ibada zetu, utekelezaji wa nguzo za Uislamu haina uhusiano na kuunganisha nguvu ya pamoja tukaweza kupigania Uislamu. Kullu hizbin bima ladayhi farihun, kila mmoja katika sisi anashikilia vile vijifu vyake, anaona yeye anakwenda sawa sawa. Atakuja atatekeleza ibada yake ya swala alafu anaondoka. Kama ikifika wakati wa zaka, mtatafuta mtu binafsi. Mwisho wa yote mnaweza kujikuta watu 5 nyote mmepeleka zaka katika sehemu ya mtu mmoja. Kama ambavyo pia waumini wenyewe nao anaweza kupokea zaka lakini bado hajalelewa kutosheka, kuhisi kwamba kama mimi nimepata, kuna mwenzangu inawezekana bado hajapata. Kuna mtu anaweza kukaa hapa akapokea zakatul fitr, akawahi msikiti mwingine akachukua zakatul fitr, akaenda sehemu nyingine anaweza zakatul fitr. Yaani kila atakayeleta yeye anachukua bila kujali kwamba kuna mtu ambaye amekosa. Kwa mazingira hayo Mungu hawezi kuleta rehema yake, wala hatuwezi kufikia kilele cha mafanikio. Tutabaki katika taasub, kila mmoja akijinadi kwa namna yake. Rehema ya Mungu haiwezi kutufikia. Tunapotaka kurejesha nguvu ya umoja na mshikamano, tunapohitaji kurejesha rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni lazima tuienzi nguvu hii ya umoja na mshikamano. Kwa hiyo wakati tukisherehekea Eid, tuwafikirie wenzetu wa Palestina ambao katika wakati mgumu, lakini pia tuwafikirie wenzetu wa Iran ambao katika mapambano pia makubwa. Walau hatuwezi kufanya lolote, lakini hatuwezi kushinda kuombea dua kwamba waweze kumhilikisha na kumshinda yule adui. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, kila mmoja katika sisi akiingiza dua yake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, laalla huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala akaleta rehema yake. Tuache fikra za kimadhehebu tukabaki katika hali ya kuivunja dini. Tukaacha katika hali ya kuivunja, tukabaki katika hali ya kuivunja dini, inaweza kutuhilikisha sote kwa pamoja. Ndugu zangu katika imani, sherekeni siku ya Eid kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyotuagiza, tukiwa na furaha, tukiwa tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tuwatazame ndugu na jamaa na wale wote walio karibu yetu pamoja na marafiki, ni katika watu muhimu sana ambao tunaweza kupangana nao safu katika kuipigania dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe unaweza kufanya nini kuhakikisha kwamba umoja na mshikamano unakuwa miongoni mwa Waislamu badala ya kudhoofisha? Hii baki kwa ni changamoto. Kila mmoja kwa mtu mmoja na kwa familia kwa pamoja watafakari nafasi zao katika kuimarisha Uislamu badala ya kudhoofisha kupitia katika madhehebu.